Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivi sasa imeweza kusalia siku 10 tu maandamano ya vijana Gen Z katika taifa jirani kung'oa nanga. Mtazamaji wangu, hivi sasa maandamano hayo yanaonekana kuwa na kasi kubwa hata kulinganishwa na kile kilichokuwa kikitarajiwa. Haya yote yameweza kufuatia baada ya vijana wa Gen Z nao katika mitandao ya kijamii na hata siku ya jana kuwa katika maandamano ya kumtoa mwanachadema ama mwenyekiti mshikilizi wake Mheshimiwa Tundu Lissu, kumtoa katika mpaka wa Tanzania na kumpeleka Bondo kwa ajili ya mazishi yake Mheshimiwa Raila Odinga. Kwani hivi sasa pia vijana Gen Z wameweza kuelewa na kuanza kuamini kile ambacho vijana Gen Z wanazidi kuzungumzia kuhusiana na uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za jamhuri yetu pendwa ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa maandamano ya vijana Gen Z katika jamhuri ya Tanzania sio habari ya Tanzania pekee, bali habari hii inazidi kufuatiliwa na watu kutoka mataifa ya kigeni. Mtazamaji wangu, amini usiamini, vijana Gen Z wakiendelea kulilia kunyimwa haki ya uhuru katika mitandao ya kijamii. Jambo hilo liliweza kushuhudiwa siku jana, kipindi na wakati ambapo John H ambaye ni mwenyekiti mshikilizi katika chama Chadema alipokuwa ameweza kuzuiwa katika mpaka wa Kenya pamoja na Tanzania. Mitandao ya kijamii katika taifa la Tanzania iliweza kuwa na go slow ambayo iliweza kuwa ngumu kwa vijana Gen Z kufahamu ni kipi kinachozidi kumkumba Mheshimiwa John H. Mtazamaji wangu, kilichofuatia vijana Gen Z katika taifa la Kenya waliweza kupata habari mapema na hata kufika katika mipaka ya Kenya na Tanzania kwa ajili ya kumwondoa mheshimiwa huyo kwa ajili ya kufanikisha alichoweza kuombwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu kuhudhuria mazishi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hivi sasa inaendelea kubainika ni kwa nini uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 unazidi kutumia nguvu kupita kiasi, na ndipo ambapo hata siku ya jana tuliweza kushuhudia Mheshimiwa John H akidai kwamba ni vyema iwapo katika jamhuri ya Tanzania chama Chadema basi kiweze kutupiliwa mbali kama kitaweza kunyimwa uhuru wa chochote kile cha kikatiba ama katika mataifa ya kigeni. Mtazamaji wangu, hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kushikililiwa. Mheshimiwa Tundu Lissu hataweza kuwania kiti cha urais. Mabadiliko bado hayawezi kufanyika kabla ya maandamano ama siku ya maandamano, na mbaya kabisa Watanzania hawana imani na mabadiliko ama reforms kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu. Kwani mtazamaji wangu, ingekuwa kuna mipango ya mabadiliko ama dalili ya mabadiliko wanawezidi kuomba vijana wa Gen Z yaweze kufanyika katika jamhuri ya Tanzania, basi siku ya jana tungeweza kushuhudia kazi rahisi na hata laini kwa Mheshimiwa John ambaye ni mwenyekiti mshikilizi wa chama Chadema, kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu kutokuwepo, aweze kusafiri vyema kutoka katika jamhuri ya Tanzania hadi jamhuri ya Kenya. Ila hilo halikuweza kushuhudiwa, na ndipo ambapo bado Watanzania wapo na hasira. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ya ukiangalia, mbona viongozi wa chama Chadema wanazidi kupitia upinzani mkali kutoka kwa viongozi wa serikali ya awamu ya 6? Je, hii ni wazi inazidi kudhihirisha kutokana na chama Chadema kujizolea umaarufu mkubwa kutoka kwa vijana Gen Z ambao wapo tayari kupigia yoyote yule kura atakayesimama na chama Chadema. Ndio viongozi wa CCM wanazidi kuogopa chama hiki
kwa siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, kipindi na wakati ambapo kuliweza kuwa na tetesi baada ya Mheshimiwa Humphrey Polepole kukosoa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 kunradhi, na kubainika ya kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole angeweza kufika makubaliano kati yake na Mheshimiwa Tundu Lissu na hata aweze kupewa tiketi ya kuongoza chama Chadema katika kinyang'anyiro cha urais iwapo kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu haitakuwa imeweza kumalizika mapema kwa kuwania kiti cha urais. Na mtazamaji wangu, kilichofuatia ni Mheshimiwa Humphrey Polepole kutoweka. Je, kile kilichokuwa kikimkumba Mheshimiwa John H siku ya jana? Mheshimiwa John H aliweza kuzuiwa bila uoga wote ule katika mpaka na kunyimwa hata pasipoti, ila kwa nguvu ya vijana Gen Z kutoka katika taifa jirani la Kenya waliweza kumchukua na kuondoka naye, ila kipindi na wakati ambapo ataweza kurejea katika Jamhuri ya Tanzania baada ya mazishi yake Mheshimiwa Raila Odinga. Je, Mheshimiwa John H ataweza kuangukia mikono ya viongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine, kukamatwa na hata kuwekwa korokoroni ama kufunguliwa kesi kama Mheshimiwa Tundu Lissu? Je, chama Chadema kitaweza kuchukua hatua gani? Je, kitaweza kulazimika kujiunga na vijana Gen Z katika maandamano yao? Kwani sote tunafahamu kwamba chama Chadema kiliweza kujitenga pakubwa kwa maandamano ya vijana wa Gen Z, ila kwa mwelekeo huu ambao chama Chadema kinazidi kusukumwa hivi sasa kwa viongozi wao kunyimwa fursa hata uhuru wa kuhudhuria hali kubwa na muhimu za kisiasa, je, katika uchaguzi mkuu wataweza kuvumilia haya yote ama wataweza kulazimika kipindi na wakati ambapo wana CCM watakuwa wameenda kutik, basi wao waweze kuwa katika maandamano pamoja na vijana Gen Z, ushirikiano ambao watakuwa na nia moja, nia ya kuomba mabadiliko yafanyike katika Jamhuri ya Tanzania kabla ya uchaguzi kukamilika na hata mwaka 2025 serikali mpya kubuniwa baada ya uchaguzi huo kubunika ama uchaguzi huo kumalizika. Mtazamaji wangu, hatua hii inazidi kuonyesha jinsi ambavyo hivi sasa Watanzania wengi hawana imani kabisa na viongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine kukabidhiwa madaraka ya kuongoza serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, haya yote yanazidi kuonyesha wazi itakuwa ngumu kwa wananchi kuamini na hata kupigia kura Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa maandamano yanayozidi kupangwa na vijana Gen Z dhidi ya uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 na hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutoingia afisini kwa mara nyingine kupitia uchaguzi huu wa mwaka 2025 ulioratibiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025, siku sawia na ile ambayo vijana Gen Z wameweza kuandaa maandamano yao ya kupinga uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kutoingia afisini ama kurejea madarakani kwa mara nyingine. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.